Sasa utajueje kuwa adui amekutupia roho ya kudumaa kimaisha? Amekutupia roho ya kudumaa kiuchumi. Unajua kila kitu huwa kinakuwa na kuongezeka. Sasa unapokuwa unaona mambo yako hayaendi, biashara zako haziendi, manake kuna namna adui amekutupia roho ya kudumaa. Sasa hii roho adui anaweza kakusukumia kwa njia ya ndoto. Utajijueje kuwa mambo yako mengi yamedumaa kwa njia ya ndoto? Pale ambapo unakuwa umelala. Sasa moja ya ndoto ambayo utakapoiona tunasema kwamba ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona upo umevaa nguo za shule ya msingi. Upo umevaa nguo uniform za msingi, shule ya msingi kabisa. Unaona umebeba fagio, umebeba maji, dumu la maji, unaona umevaa kibukta, na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto ya namna hii? Nione nimevaa nguo za shule ya msingi, nione nimevaa nguo za watoto wa shule ya awali. Sasa ishara namna hiyo, manake adui anakuonyesha kwamba adui, manake ni shambulizi la adui kwamba uchumi wako umedumazwa, maisha yako yamedumazwa, biashara zako zimedumazwa, uchumi wako umedumazwa. Kwa hiyo unapokuwa unaona ishara ya namna hiyo, hauhitaji kupuuza, hauhitaji kuidharau. Omba sana juu ya ukuaji wa maisha yako, omba sana juu ya ukuaji wa uchumi wako, omba sana juu ya ukuaji wa maendeleo yako katika familia, katika biashara zako, kila sehemu omba. Mwambie Yesu, ninaomba nipe kustawi, ninaomba nipe kuongezeka, kwa sababu kuna hila ya adui unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Manake kuna hila ya adui imepanga kukudumaza, usikue wala usiongezeke wala usipige hatua. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama katika maombi ya namna hiyo, ili Yesu aweze kuleta neema yake ya ushindi na wokovu katika maisha yako. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia, na kutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Sasa utajueje kuwa adui amekutupia roho ya kudumaa kimaisha? Amekutupia roho ya kudumaa kiuchumi. Unajua kila kitu huwa kinakuwa na kuongezeka. Sasa unapokuwa unaona mambo yako hayaendi, biashara zako haziendi, manake kuna namna adui amekutupia roho ya kudumaa. Sasa hii roho adui anaweza kakusukumia kwa njia ya ndoto. Utajijueje kuwa mambo yako mengi yamedumaa kwa njia ya ndoto? Pale ambapo unakuwa umelala. Sasa moja ya ndoto ambayo utakapoiona tunasema kwamba ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona upo umevaa nguo za shule ya msingi. Upo umevaa nguo uniform za msingi, shule ya msingi kabisa. Unaona umebeba fagio, umebeba maji, dumu la maji, unaona umevaa kibukta, na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto ya namna hii? Nione nimevaa nguo za shule ya msingi, nione nimevaa nguo za watoto wa shule ya awali. Sasa ishara namna hiyo, manake adui anakuonyesha kwamba adui, manake ni shambulizi la adui kwamba uchumi wako umedumazwa, maisha yako yamedumazwa, biashara zako zimedumazwa, uchumi wako umedumazwa. Kwa hiyo unapokuwa unaona ishara ya namna hiyo, hauhitaji kupuuza, hauhitaji kuidharau. Omba sana juu ya ukuaji wa maisha yako, omba sana juu ya ukuaji wa uchumi wako, omba sana juu ya ukuaji wa maendeleo yako katika familia, katika biashara zako, kila sehemu omba. Mwambie Yesu, ninaomba nipe kustawi, ninaomba nipe kuongezeka, kwa sababu kuna hila ya adui unapokuwa unaota ndoto ya namna hiyo. Manake kuna hila ya adui imepanga kukudumaza, usikue wala usiongezeke wala usipige hatua. Kwa hiyo ni muhimu sana ukasimama katika maombi ya namna hiyo, ili Yesu aweze kuleta neema yake ya ushindi na wokovu katika maisha yako. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia, na kutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.